gavana wa kaunti ya Kiambu ambaye amehusishwa na kituo cha kibiashara ambacho kilibomolewa mapema leo hapa Nairobi, amekanusha kuwepo kwa ilani ya kumtaka ahamishe biashara yake kutoka ardhi ya shirika la reli. Wamatangi amesema yeye na wafanyabiashara ambao walikodisha maduka katika kituo hicho hawakupewa ilani na walikuwa wanafanya biashara zao kihalali. Wamatangi anadai kuwa tukio hilo ni la kisiasa na halihusiani na mipango yoyote ya kuchukua ardhi ya shirika la reli kwa shughuli nyinginezo za maendeleo. Amesema haya huku akilalama kuwa kando na biashara nyingine kuharibiwa, gari la mkewe ni miongoni mwa mali zilizoharibiwa. There was never even one single day a notice. Even one time. Hakuna notice, na kama mtu ako naye asembe ako naye. Sisi tuko na, hata wakati walijaribu kututisha mara tatu, huyu ndiye wakili wetu na huyu ni wakili wetu, na wako na hizi court orders hapa. Hii wakili unaweza shika na wewe uko na hii nyingine. Tuko na court orders which was signed wakati tulisikia wanatutishia, wanakuja usiku. Wamekuja karibu mara 5 mfululizo, lakini jana wamekuja mpaka kupiga risasi, kupiga mpaka live, kupiga mpaka tear gas, ndio wafaulu kwa ile kitu yenye walikuwa wanakuja kufanya. Lakini as I have said, and our lawyer will say, but for me as Kimani Wamatangi, I believe in the Almighty God. Na ninawaambia ya kwamba he will fight for me and he will fight for us and we shall succeed. Hata mkitupiga vita ngani, Mungu hapo. Na mtazamaji, moja kwa moja sasa tunaungana na mwandishi wetu Ben